Utakubaliana na mimi kwamba katika kila club kuna mchezaji muhimu sana mwenye mchango chanya na anayepambania timu yake kwa nguvu zake zote. Ila kwa bahati mbaya huwa hapati sifa wala kuimbwa kama wengine. Hii inaweza kutokana na sababu mbalimbali kama staili ya uchezaji wake kutowavutia mashabiki, ama uwepo wa wachezaji wengine wanaopendwa zaidi na mashabiki. Basi kama utatembelea katika viunga vya Camp Nou, utakutana na kiungo makini zaidi na mwenye mchango mkubwa sana kwenye timu yake ya Barcelona, ambaye haimbwi kama wengine, haimbwi kama Lamine Yamal wala haimbwi kama Pedri. Si mwingine ni Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ni aina ya kiungo wanaopaswa kuogopwa sana katika safu ya viungo wa Barcelona. Katika ulimwengu wa soka ambao kila pasi, kila harakati, kila uamuzi anaochukua mchezaji uwanjani unaweza kubadilisha hali ya mchezo katika wakati wowote. Sasa unahitaji kiungo kama Frenkie de Jong ili kuweza kuweka atmosphere nzuri katika mchezo. Tangu alipowasili katika jiji la Catalonia akitokea katika chuo cha soka cha Ajax, safari yake imekuwa kielelezo cha ufundi, akili ya mchezo na kujitoa kwa jasho, machozi na damu. Kuvaa jezi ya Barcelona ni ndoto kwa wengi, lakini kwa De Jong imekuwa ni platform ya kuonyesha uwezo wake wa kipekee. Sio tu mchezaji anayeziba nafasi katika uwanja, yeye ni roho inayoendesha timu, akichanganya uwezo wa kukaba kwa nguvu na uwezo wa kupiga pasi zenye macho zinazofungua milango kwa mashambulizi. Uwepo wake uwanjani ni kama dira, akiwaongoza wenzake kushinda mchezo. Katika zaidi ya mechi 250 alizozicheza akiwa Barcelona, De Jong ameacha alama isiyofutika, takribani mabao 19 na assist zaidi ya 20. Ni namba zinazoonyesha mchango wake katika safu ya ushambuliaji. Lakini ukiangalia kwa undani zaidi, utagundua kiwango chake cha pasi ni sahihi kwa zaidi ya 90%. Uwezo wake wa kudhibiti tempo ya mchezo na kuhakikisha kuwa mpira unawafikia walengwa kwa usahihi ni sifa inayomtofautisha na viungo wengi duniani. Katika msimu huu wa mwaka 2024-2025, ameendelea kuwa injini ya muhimu sana kwa timu, akicheza kwa akili na nguvu, huku akionyesha ukomavu katika kufanya maamuzi muhimu katika eneo la kiungo. Uwezo wake wa kukaba umekuwa ngao imara. Kinachomtofautisha De Jong na wachezaji wengi wa kizazi chake ni mchanganyiko wake wa akili ya mchezo na ufundi wa hali ya juu. Ana uwezo wa kusoma mchezo kwa haraka, kujua ni lini apande mbele kusaidia timu mashambulizi na lini abaki nyuma kulinda lango lake. Ujuzi wake wa kumiliki mipira ni wa kipekee, akitumia mwili kuugadi mpira na kupiga chenga za ustadi kuwapita wapinzani. Mafanikio ya De Jong hayaji kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya nidhamu yake ya hali ya juu katika uwanja wa mazoezi, kujitoa uwanjani na kiu yake isiyokoma ya kujifunza na kujiboresha kila siku. Anaheshimika sana ndani ya chumba cha kubadilishia nguo kwa tabia yake ya unyenyekevu na kujituma. Amekuwa mfano wa kuigwa kwa wenzake. Katika kipindi chake akiwa na Barcelona, De Jong amekuwa sehemu ya muhimu ya timu iliyoshinda mataji muhimu. Ushindi wa La Liga mwaka 2023 ulikuwa kilele cha msimu uliojaa ushindani, na kiwango chake kilionyeshwa katika msimu huo. Kombe la Copa del Rey la mwaka 2021 lilionyesha uwezo wake katika eneo la kiungo, akifanikiwa kushinda katika michuano hiyo. Na katika Super Copa de España ya mwaka 2023 ilikuwa ushindi mwingine unaonyesha ubora wa kikosi chake. Kila taji ni sehemu ya ulisi anaounda ndani ya klabu, akijiunga na orodha ya wachezaji wakubwa waliowahi kuivaa jezi ya Barcelona. Frenkie de Jong ana nafasi ya kuendelea kuwa nguzo muhimu katika miaka ijayo. Ana kila sababu ya kuamini kuwa anaweza kuongoza timu kuelekea mafanikio mapya na kuandika ukurasa mpya
wa dhahabu katika historia ya klabu. Ukimtazama De Jong akicheza, unaona zaidi ya mchezaji. Unaona akili inayofanya kazi kwa kasi, miguu inayocheza kwa uhuru, na moyo unaopigana kwa ajili ya Barcelona. Yeye si tu sehemu ya sasa ya Barcelona, yeye ni sehemu ya Barcelona hata katika siku zijazo, akiiongoza katika enzi nyingine mpya ya ubora na mafanikio kwa Barcelona. Nadhani utakuwa umesikia vizuri historia ya Frenkie de Jong. Nitajie hapo chini kwenye comment, ni mchezaji gani ambaye ana uwezo mkubwa hata kule TikTok. Andika jina moja tu, Dino Television. Mimi naitwa Mr Voltage na hii ni Super 12 ya Dino Television.